Kile kidume ndo cha kwanza kutoka, tena kimejifunga kanga ya yule binti yake mzee. Mkitoka hapa, mwisho wa kuripoti ni tarehe 31. Namna ya kujitengenezea, mwisho yule binti akapata bwana. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Geita ambapo tunasimuliwa kuwa jeshi la polisi wilayani Mbogwe limefanikiwa kunusuru ndoto za mwanafunzi wa kike aliyekuwa ameozeshwa kwa nguvu na wazazi wake licha ya kuwa amefaulu kuendelea na masomo ya kidato cha 5. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Mrisho Sadik. Mkuu wa polisi wilaya Mbogwe SSP Salimu Msangi ametoa taarifa hiyo Masumbwe wakati akizungumza kwenye kikao cha tathmini ya utendaji kazi wa mtandao wa waragabishi wilaya Mbogwe unaofadhiliwa na Twaweza kuisaidia serikali kukabiliana na changamoto mbalimbali zilizopo katika jamii. Ana ufaulu wa daraja la 2, lakini familia ikatengeneza mazingira ya kumwozesha. Tumejitahidi tukishirikiana pamoja na watu wa ustawi wa jamii, maendeleo ustawi wa jamii, tumemrudisha nyumbani. Huko alipokuwa amefichwa aliletwa. Kutokana na uwepo wa changamoto za watoto wa kike kushindwa kutimiza ndoto zao, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mbogwe Enoki John amesimulia kisa kingine cha mwanafunzi wa kike aliyeolewa baada ya wazazi wake kushindwa kutimiza wajibu wao. Mzee mmoja binti yake amefaulu, akaenda akampangishia chumba. Amempangishia chumba akabaki hivyo hivyo binti. Anapokuja kufata matumizi anaambiwa nenda kajitengenezee. Sasa namna ya kujitengenezea, mwisho yule binti akapata bwana. Mwisho wa siku mzee anapeleka sasa huduma kwa binti yake gunia la mkaa. Amewahi akajilawa alfajiri ili awahi kwenye palizi. Anafika pale akaegesha baiskeli yake na gunia la mkaa pembeni, akagonga kwenye kile chumba cha binti yake alichompangishia. Kile kidume ndo cha kwanza kutoka, tena kimejifunga kanga ya yule binti yake mzee. Kufungua hivi kikaona, kikarudi kumwambia, oya, mteja wako wa mkaa yuko pale nje, nenda kamuone. Binti akatoka kwenda kumwangalia mteja wa mkaa, kumbe ndio baba. Kilichotokea, yule binti alirudi ndani, mzee naye akagafirika, akachora na baiskeli yake kurudi nyumbani. Alichokiamua mzee ni kuto kumsomesha yule binti. Yule mtoto akapoteza ndoto zake za baadaye. Na yule mzee sasa, mimi mpaka nikaanza kujiuliza kwamba hivi kati ya mtoto na baba mwanzilishi wa tatizo ni yupi? Maana yake mzee kama angeanza mapema kumpelekea huduma yule mtoto, asingeingia kwenye yale majaribu. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Mbogwe William Lianga amewataka watendaji kuhakikisha wanakomesha vitendo hivyo pamoja na kuwatafuta na kuwakamata wazazi wote ambao wameshindwa kuwapeleka shule watoto wao. Watendaji wa kata, mkitoka hapa, mwisho wa kuripoti ni tarehe 31. Kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, basi kila mtendaji wa kata na wa vijiji washiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba wanafunzi ambao bado hawajaripoti wazazi wao wachukuliwa tu. Katibu wa mtandao huo Leonard Daniel amesema mtandao huo utaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha changamoto zinazoweza kutatuliwa zinafanywa kazi haraka. Tumebaini kuwepo kwa changamoto nyingi, moja ikiwa ni unyanyasaji wa kijinsia, hasa kwa upande wa mimba kwa wanafunzi, utolo na mdondoko wa wanafunzi, vitu ambavyo chanzo chake ni wazazi kutotimiza wajibu wao, hasa pale ambapo wanawatuma watoto kwenda kujihusisha kwenye kazi za kijamii kama vile uchimbaji madini, uvuvi, chomaji mkaa, kuuza mayai mitaani, na hivyo kuwafanya watoto washindwe kusoma na kushindwa kumaliza elimu yao ya msingi au ya sekondari, na hivyo kukatisha
ndoto zao. Lakini sisi kama mtandao wa waragabishi, baada ya kupata changamoto hizo, tunakaa na uongozi wa kijiji, tunauelezea swala hili, tunatoa elimu kwa jamii kupitia watoto wenyewe, hatimaye jamii kuieleza umuhimu wa elimu ili waweze kuchukua nafasi yao katika kutimiza majukumu ya watoto wao. Na pale ambapo inahitajika sasa kwenda kwenye vyombo vya sheria vingine, basi sisi waragabishi tunafanya kazi kwa kushirikiana na dawati la jinsia pamoja na ustawi wa jamii. Ofisi yetu inajishughulisha na kundi la wakina mama, kwa maana ya kuzungumzia habari ya ukatili wa kijinsia. Tunajishughulisha na vijana kwa maana ya kuibua vipaji vya vijana, lakini pia kuwajengea uwezo vijana kwa maana ya kutambua haki zao za msingi na jinsi wanavyoweza kuisaidia serikali. Tumeendelea kujikita kwenye ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia tumefanya kazi hii kwa kusikiliza au kupokea malalamiko ya wananchi, lakini pia kufika maeneo husika kujiridhisha na tukio ambalo limetokea, na tunapoweza kuyakuta hayo tunawajibika kwenye dawati la kijinsia. Kwa hiyo sisi kama waragabishi tumejikita sana kuielimisha